Kwa sababu kuhesabiwa ni hata katika dini ya Kiislamu pia kunatambulika. Sasa wewe Muislamu aliyeshiriki kuhesabiwa ameitoa kwenye Uislamu, kavunja amri ipi? Nimeeleza pale. Maana nimesoma zile nyaraka. Nimekutana nao baadhi ya viongozi wao. Nimekutana na wanaharakati. Nimekutana na Waislamu. Mbona katika maana mambo haya ni lazima kukutana na watu wengi kuhakikisha kwamba mnatengeneza mazingira. Nimezungumza nao. Nimesema katika niliposikiliza hoja zote, yale mengine yalikuwa yanasema yale ni masuala hayana uhusiano wa moja kwa moja na sensa. Ni yale unaweza kusema kama ni manunguniko. Kadhi mkuu alipoteuliwa hatukuhusishwa, halihusiani na sensa. Hili ni la Waislamu wenyewe. Kuna masuala yanahusu mambo mengine lakini ambao niliona kwamba linahusu moja kwa moja na sensa, kama nilivyoeleza jana, ni lile lilosema kwamba baraza la maaskofu wa Katoliki walitoa takwimu. Tanzania Tourist Board walitoa takwimu. TBC kuna siku watu wa sherehe gani sio wakawa wanatoa uchambuzi wa Tanzania wakatoa takwimu. Kwa hiyo wakasema hizi takwimu hizi zinapotosha ukweli. Sasa si nataka kwenye sensa hii ukweli ujulikane. Kweli wekwe sharti la watu kuulizwa dini zao. Akasema nimerudia nimeeleza jana. Moja, takwimu hizi sio za serikali. Haiwezekani takwimu atoe baraza la maaskofu uitupie lawama serikali. Kidogo unaweza kusema za serikali kama kwa sababu mashirika ni ya serikali. TBC la serikali, TTB ni ya serikali kwa namna fulani, lakini nasema hata hawa takwimu hizi sio za serikali. Hizi ni za mtu tu, kama leo TBC tu, mtu amekwenda kwenye internet, sio amekwenda website sio ya shirika gani la kijasusi, amekwenda pale akaona taarifa zile akazigeuza kwamba ndio taarifa zenyewe. Kwa hiyo yule mtayarisha kipindi akasema katika kuelezea iko sio sherehe gani sio ya muungano, katika kueleza muungano wetu na miaka mingapi, nchi wa Tanzania wako wangapi, idadi yao Waislamu wangapi, Wakristo wangapi, lakini kenda kusoma kwenye website tena ya shirika Marekani, sio hata ya source, yani chanzo chenyewe sio Tanzania. Ndio nikasema jana, hizi sio za serikali na wala chanzo chake sio serikali. Maana ingekuwa takwimu hizi zimetolewa na ofisi kuu ya takwimu ya taifa, ndio ungesema kwamba hii sasa unaihoji serikali. Lakini kuna mtu kaenda kasoma, mwingine wale wa TTB sio kaenda kazipata wapi naye. Kwa ndio maana nikasema kwamba ukichukua zile takwimu zote tatu, kila moja ina hesabu yake. Ndio maana nikasema jamani, ithibati yake haipo, veracity ya information hii haipo. Lakini nikasema na wao wenyewe wametoa argument nzuri tu. Wametoa takwimu zinazotuhusu sisi. Mbona hatujaona kuja kutuhesabu? Nikasema kumbe majibu mnayo wenyewe. Maadamu hamkuhesabiwa, takwimu hizo zipuuzeni. Msizigeuze ni issue ya mgogoro. Nikasema na nyinyi kama mnaona hata toeni tamko na nyinyi kataeni. Na nyinyi kama mnazo zenu na nyinyi toeni zenu. Si ndio imeisha? Si ngoma draw. Maana imejikansel. Kama huyu kasema, sema sisi tunavyojua sisi wengi. Asema sawa, na nyinyi kama mnadhani mko wengi, semeni na sisi kiasi hiki. Imeisha. Baada ya hapo hakuna mtu yoyote atakayehangaika. Kila mmoja katoa zake anazozijua yeye. Na ndio maana nikasema bwana, maadamu majambo haya mengine haya yana unyeti wake, ukilisema lina maneno mengi, nikasema kwamba tuache tu. Kwa hiyo sasa watu wahesabiwe kwa dini, maana yake unataka uibebeshe mzigo serikali wa kuijibu TEC, wa kuwajibu TBC, wa kuijibu TTB. Akasema hapa. Anasema hiyo pia ni mzigo ambao haustahili kubebwa na serikali. Na tumeeleza misingi ambayo haya mambo yalikuwepo zamani. Wakoloni wale walikuwa nazo takwimu. Nasema nilipata ya 1957 kwa mfano ya mwisho walifanya wakoloni. Ya wakoloni ile ina sensa ya non-Africans. Na ina sensa ya Africans.
na yani wale wasiokuwa Afrika, ina ya Afrika, ina wazungu, ina Waasia, kuna Warabu, kuna hata wale Wahindi wale wako Gujarati, wako yani wamewatoa kwa vipande vidogo. Lakini wakati ule huduma yenyewe ilikuwa inatolewa kwa ubaguzi. Ukienda hospitali kulikuwa na European hospital, kuna Asian, kuna Africans. Hata vyoo, European type cha kukaa, Asian type kile cha kuchuchumaa lakini cha kuvuta, na African cha shimo. Sasa ndio majina ya vyoo vile. What type do you want? European. Which one? Asian. African hakipo dukani. Unakwenda kuchimba mwenyewe. Sasa jamani, wale wenzetu walikuwa na sababu ya hiyo, kwa sababu wao hata nani kule ni kugawana. Kule Oysterbay uzunguni. Hapo katikati Upanga Uhindini. Magomeni kule Uswahilini sasa. Hata baa zile. Kuna Mwafrika baa ndio anakouza mbege, pombe za kienyeji. Wakati ule yale maswali mengine alikuwa anauliza yale yalikuwa yana shabaha zake. Hata mpango hata mnavyopanga miji mnabipanga kwa makundi hayo. Mnavyotoa huduma mnatoa huduma kwa makundi, kwa makundi hayo. Baada ya uhuru ile ya kwanza ilifanyika kwa sababu ndio kwamba the first experience kama mnatoka kwenye ukoloni. The first one was 1967, ya kwanza kwa mwaka 67. Kwa hiyo ya kwanza ilikuwa na uzoefu mwingi ule wa wakoloni. Baada ya pale imetengenezwa sensa sasa kwa misingi yetu sisi wenyewe. Jambo lipi kubwa? Hivi tunataka kujua sisi hatupangi miji. Kule walikokuwa wanakaa wazungu, Waswahili wanakaa sasa. Magorofa yale ya Uhindini na Waswahili wapo.